Ndoa ni jambo la kiroho, linaendeshwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya neno la Kristo, na pendo la Kristo likijaa ndani yetu ndio tunaweza tukalitoa. Hilo halina mawa, lakini pendo tunalofundishwa kwenye kitchen party haliwezi kusustain ndoa. Siku hizi vijana tunaingia kwenye ndoa kwa ajili ya furaha zetu wenyewe. Hata unamtafuta kwa misingi yule atakayenipa furaha, sexual furaha za kihisia. Hajawahi kuwa hivyo katika Ukristo. Msingi ni mimi na wewe kwenda kutoa na sio kupokea. Kila mmoja aingie, sisi tuliomo kuanzia leo tujue nimo humu ndani kwa ajili ya kutoa, sio kupokea. Kila mmoja akomae na kutoa katika kicho cha Kristo. Kicho ni level kubwa ya kumheshimu Mungu. Mstari wa 22 anasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Siri iliyopo, huwezi kumtii Bwana wetu kwa nguvu zako. Kitu gani kinatusaidia tumtii Bwana wetu Yesu Kristo? Roho Mtakatifu. Maana ndoa ni jambo la kiroho. Sasa lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Kwenye kiwango hiki cha utii kilichoelezwa ni kwa mumeo, sio kwa kila mwanaume. Tunasikia malalamiko mengi sana ya wababa kwenye kizazi chetu, wakilalamika kwamba wake zao wanatoa utii kwa watu wengine, wanaume wenzao zaidi ya wao. It is a grave mistake. Ni kosa la jinai. Ni kukanyaga fahali ya mume wako, atajiona a less of a man.